Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo Mungu ametujalia. Mimi ni mchungaji James Lubadanja, ninachunga katika kanisa la Umoja, chuo kikuu cha Dar es Salaam, CCT. Nikukaribishe katika mjadala ambao tungependa uwe pamoja nasi mwanzo hadi mwisho. Ni mjadala ambao utakunufaisha wewe, mjadala ambao utainufaisha serikali, kanisa, familia, mtu binafsi. Kwa hivyo kwa sababu mimi sitakuwa mwezeshaji, nimkaribishe ndugu ambaye sasa atatuongoza katika mjadala huu. Kwanza aanze kujitambulisha. Mimi nimekwisha kujitambulisha na kisha tutaweza kuendelea. Karibu, lakini unaweza ukamshirikisha mtu mwingine akafuatilia mazungumzo haya ambayo yatasaidia sana utakapokuwa umeyasikia. Asante na Mungu akubariki. Karibu tufuatane sote. Amen. Nakushukuru mchungaji kwa ukaribisho. Basi mimi ni mhandisi Majili Steven Kilo. Tutakuwa wote nikiongoza mjadala huu kuhusiana na mada ya ukatili au kukomesha ukatili. Na moja kwa moja ni wakaribishe pia wenzangu ambao tutakuwa wote nao waweze kujitambulisha. Karibu. Kila mmoja atataja jina lake na nafasi yake pia. Mimi ni Daktari Joyce Peters Chonjo, ni daktari wa falsafa, sio daktari wa madawa au afya. Ni mbobezi katika maeneo ya idadi ya watu. Kwa lugha nyingine tunaita ni demographer. Asante. Bwana asifiwe sana. Amen. Jina langu ni Aldin Mutembe, ni mfanyakazi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, ni profesa mshiriki katika fasihi, nikifundisha fasihi ya Kiafrika na fasihi ya Kiswahili. Lakini ni mgoda wa kigoda cha profesa cha Nyerere katika Kiswahili. Basi moja kwa moja hebu tuanze na swali la kufungua. Ukatili. Ukatili ni nini hasa? Kwa ninavyojua neno hili kwenye Biblia haliko sana, ingawa kuna maneno mengi ya kufanana na ukatili au yanayoweza kumaanisha ukatili, lakini neno hili moja kwa moja katika Biblia linatokea kama mara mbili tu hivi. Sasa kabla hatujakwenda kwenye Biblia, ukatili ni nini katika ujumla wake? Halafu tutakapomaliza basi tutasikia maoni ya wengine pia au tafsiri au nyongeza kutoka kwa wengine. Karibu mchungaji kwa kufungua mjadala. Okay, ninashukuru sana mhandisi. Ninataka kujibu swali ambalo umeliuliza la Kiswahili kizuri, na uzuri tuna mwalimu wa Kiswahili. Tutasaidiwa mengi au tutasaidizana mengi. Ninavyofahamu ukatili ni kufanya kitu either kimwili au kisaikolojia, unakifanya kwa ukiwa umedhamiria kumuumiza mtu au kitu. Mazingira ya ukatili katika maana yake, labda katika kutoa mfano, kuna mazingira ambayo yanafanyika. Kuna vitu ambavyo vinafanyika katika dunia hii, lakini pia vilishawahi kufanyika. Sasa nikitaka kuchukua mfano kwenye Biblia, ni pale ambapo Yesu
amezaliwa, Herode anasikia kwamba Yesu amezaliwa, yeye anachokifanya ni ile tendo la makusudi la kutaka kuua watoto, kwanza Yesu mwenyewe, lakini aliua wale watoto ambao walikuwa mazingira yale. Kwa hivyo alidhamiria. Kwa hivyo tunapozungumzia ukatili ni jambo lolote lile ambalo unakusudia. Na dunia ya leo kuna watu wengi wanafanya matendo hayo kwa watu, kwa wanyama, kwa vitu. Yeah. Asante. Profesa, unaweza ukawa na cha kuongezea? Naam, nakubaliana na mchungaji alivyosema kuhusu ukatili. Lakini nataka niongeze kwa sababu ukatili sio tu wa kimwili au wa kisaikolojia. Kuna ukatili sasa hivi wa kiuchumi kama nitavyoeleza baadaye. Kuna ukatili wa kisheria, kuna ukatili wa kijinsia. Na ukiangalia katika mapana yake, wakati mwingine mtu anayefanya hilo tendo si lazima awe amekusudia. Ukiangalia aliyefanyiwa ile kuumizwa, kudhalilishwa, huyu aliyeumia tunamwangalia zaidi kuliko yule anayefanya. Na yote mawili yanatokeza ukatili. Kwa hiyo utaona baadaye nikiweza ukatili wa kisheria kwa mfano, watu wadhani kama haufikiri katika hali hiyo, lakini ni ukatili. Na study mbalimbali zimefanyika kuhusu ukatili wa kiuchumi, ukatili wa kisheria, ukatili wa kijinsia. Maanake watu wengine anaweza kawa nadhani kwamba hafanyi kosa, na akalifanya kosa hilo mara kadhaa, lakini anayefanya anamuumiza. Kwa hiyo huo pia ni ukatili. Kwa hiyo ni kitu kipana. Kama nimekuelewa, mchungaji amesema ni tendo la kudhamiria. Lakini kuna kitu nimekisikia kipya, umesema si lazima huyu anayefanya awe amedhamiria. Kwa hiyo kuna ukatili unaofanywa na wanaofanya hawajadhamiria kufanya ukatili. Unamaanisha hivyo Profesa? Naam, namaanisha hivyo kabisa. Kwa hiyo ndio maana nasema ukatili usiangaliwe kwa anayetenda. Ukija kupata dhana yenyewe vizuri, angalia yule anayetendewa. Kwa sababu tunaangalia matokeo. Sasa anayesababisha kama alifanywa kwa makusudi, hiyo ni aina moja. Lakini ukiangalia kwa yule anayefanyiwa, iwe kwa makusudi au sio makusudi, madhara ni yale yale. Kwa hiyo yale madhara ndio tunaangalia zaidi. Tutarudi kwako baadaye Profesa. Daktari, unacha kuongezea? Ukatili pia ni tabia, na mtu anaweza kujijengea tabia ya kuwa katili. Kuna watu wengine wamezaliwa na hiyo hulka ya kuwa na ukatili, alafu jinsi anavyoiendeleza unakuta kwamba inajijenga. Kwa hiyo unakuta, ndio maana unaweza kukuta hata mtoto mdogo kabisa unasema hiki kitoto ni kikatili. Tunatumia hiyo lugha, yani hatuiti mtoto huyu ni mkatili, tunasema haka katoto ni kakatili. Yani na maana ni tabia inayojijenga. Kwa hiyo ukatili pia unajengeka. Sio kusema kwamba tu unajengeka. Unajengeka kabisa na jinsi unavyoendekeza ukatili. Jinsi ambapo ukatili haukemewi, ndivyo hiyo tabia ya ukatili inavyojengeka, inavyokuwa, inavyoleta madhara kwa jamii au kwa wale ambao wanafanyiwa ukatili. Kwa maneno mengine pia mimi naweza nikasema ukatili na unyanyasaji ni matokeo yake ni haya, huyu amenyanyaswa. Amenyanyaswaje? Kwa kufanyiwa ukatili wa aina 1, 2, 3. Kwa hiyo labda Profesa atatusaidia zaidi, unyanyasaji na ukatili ni kipi ambapo ni mama na kipi ambacho ni mtoto. Na jaribu kukuelewa daktari kwamba ukatili ni kitu kinachojengwa na mazingira. Kabisa. Najua Profesa hapendi sana tukitumia yale maneno mengine, anasema lugha ya kikoloni, circumstances. Atanisamehe. Kwa hiyo nataka kuniambia hivyo. Ndio. Wakati
mnaongea. Ndio. Mimi katika nyongeza yangu nitoe mfano kwamba na hili linaweza likawa ukatili. Nilikwenda kwenye semina moja kule Handeni, na semina ile tulikuwa watu wawili, walimu, mama mmoja mchungaji pale Korogwe. Sasa katoa kisa na nataka nikitoe hiki kwa haraka haraka, afu mtuambie ni ukatili sio ukatili. Walikuwa ni huyu mama alikuwa ni mwalimu pale TTC Korogwe, na alikuwa wakati huo ni mchungaji na mke wa mchungaji. Kwa hiyo ni mama mchungaji lakini mwalimu TTC Korogwe. Sasa nasema mmoja wa wafanyakazi wenzake, mwalimu naye pale TTC Korogwe, pia ni waumini kwenye kanisa lao, na wamewafungisha ndoa. Huyu kijana ni kijana wa kiume, huyu mfanyakazi mwenzake wamefungisha ndoa, lakini katokea kwamba mke yule analalamika, huyu mume, mimi hii ndoa nataka ishe, yani malalamiko. Siku moja nikamwambia, nini hasa, mbona ndoa bado changa? Akasema, huyu mwanaume nimeshindwa, hajawahi kuniambia asante hata siku moja. Kwa hiyo mama mchungaji akataka sasa kufuatilia, yani kutoambiwa tu asante ndio unataka ndoa ivunjike? Wewe ungekuwa wewe mama mchungaji. Kwa hiyo akasema, nikaamua kufanya utafiti kadogo. Siku moja anaona vijana 4 wanatoka mahala, na yeye yuko karibu na duka la shule, akanunua peremende kabisa, akatembea kuelekea waliko. Alipofika akawapa moja, vijana wangu, ambia mama, hatujambo mama, shikamoo, nini, akawapa. Mmoja yule akachukua, asante mama. Yule kijana yeye kama amegrab, amekwapua, yani akafungua akaweka mdomoni bila asante. Akasema, hii kweli. Siku nyingine akamvizia akiwa peke yake, akanunua tena zawadi pale pale, anamwona yule anakuja, akampa, akagrab vile vile. Kwa siku ile sasa hakumwacha, akamwambia, hivi wewe kusema asante ni nini, unaonaje? Akasema, mimi nimekuwa tangu nilipokuwa sijawahi kusikia babangu akisema asante. Sasa ninakuja kwa daktari kwamba ukatili unajengwa kwa mazingira. Sasa kwanza sijui kama ni ukatili au sio ukatili, tuendelee. Mchungaji naona profesa anataka kuchangia. Huo ni ukatili moja kwa moja. Huo ni ukatili wa kisaikolojia. Kitendo chochote kinachoathiri saikolojia ya mtu akanungunika. Unajua, ukisema ili uelewe vizuri, kama unamkosesha mtu heshima, yeye anaitafsiri kama umemkosea heshima, umemdharau. Hiyo ni ukatili wake wa kisaikolojia. Ni mojawapo ya ufafanuzi wa ukatili wa kisaikolojia. Naam. Daktari, mchungaji, karibu. Ninaungana na profesa. Unapokuwa umepewa kitu halafu usiseme asante, unamnyima kwanza raha aliyekupa. Ingawa hata kama hata kushughulikia kwamba kwa nini hujasema asante, ingawa wako wengine wanaoshughulika kutafuta kwa nini hujasema asante. Wengine wanaweza akasema, hebu nadhani nimekupa kitu ambacho sicho, hebu leta nibadilishe nikupe chenyewe. Kumbe anachukua, anataka tu kuonyesha ya kwamba ulichonifanyia sio sawa. Biblia inatuambia shukuruni kwa kila jambo. Kuna mahali ambapo unaweza ukakutana na mambo magumu ambayo kibinadamu si ya kushukuru, lakini Mungu alikuwa anataka watu wake wawe na tabia ya kushukuru. Na mtu mmoja alishawahi kusema, sijui ilikuwa ni maono, alionyeshwa malaika wanavyoshughulika, wale wanaopokea mahitaji mbele za Mungu wako busy, ni wengi,
lakini wale wanaoshughulika kupokea shukurani ni wachache. Akasema tushukuru. Kwa hivyo jambo hilo ni vizuri, limeshasemwa na mimi naungana naye. Sasa katika mazingira ya kudadavua kwa habari ya ukatili, ukweli ni kwamba jamii ingejikita kuangalia mtu aliyeua. Jamii ingeangalia mtu ambaye amekata miti bila ruhusa au bila utaratibu. Lakini mtu ambaye hajasema asante, au mtu ambaye kwa kuongezea, kuna vitu vingine si tu kusema asante, lakini kwa mfano ukatili mwingine wa kisaikolojia, labda tunapojaribu kuangalia mambo haya, sisi hapa ni watumishi wa chuo kikuu au wengine katika vyuo vingine mbalimbali, au tumetumika katika vyuo mbalimbali. Tuna wanafunzi hapa, wengine tunawatuma kwenda field, mazoezi ya vitendo. Juzi, nikisema juzi ni siku 2 zimepita, mwanafunzi wetu amechukua barua, ametoka ofisi ya utawala waende kutafuta nafasi hiyo aweze kufanya mazoezi ya vitendo. Amefika kwa secretary aliposikia kwamba nimeleta barua ili nifanye mazoezi ya vitendo hapa, yule secretary alimtazama yule mtu akamwambia, hapa hatufanyi kazi na watu ambao hawasuki, alafu shape yako, alafu wewe unajiona kama vile unaweza ukafanya mazoezi ya vitendo hapa. Sasa haya yako Tanzania na sehemu zingine hapa nje ya Tanzania, ukatili ambao unaweza ukamwambia mtu hivyo, wewe ukadhani ni mwamba, lakini mtu anatoka hapa anaenda kujinyonga. Mtu huyu asipokuwa makini, maana ataanza kujiuliza, hivi mimi nimeumbwaje? Hivi mimi niko namna gani? Kwa hivyo umezungumzia swala la asante, lakini kuna maneno mengine, maneno. Wapo wanaume anapoanza nadhani Kiswahili kizuri, kumchamba, mwanamke gani, sijui kabila lenyewe, sijui yani maneno ambayo yanatolewa kwa huyu mtu ni ukatili mkubwa ambao unafanyika katika jamii. Labda katika kuongeza Profesa Kiswahili chake mimi nakijua kama ni verbal abuse, ni ukatili wa labda wa maneno. Lakini ngoja nikwambie, nadhani labda ulikuwepo hapa, usijui kama umefika, lakini imetokea kama alivyosema mchungaji, sio hadithi ya kuzua, imetokea hapa. Sisi tukiwa wanafunzi hapa hivi, ndio tukiwa wanafunzi. Unakumbuka kuna msichana alijua hiyo hadithi, unaikumbuka? Sawa. Ndio, alijua kwa sababu punch walimtishia kwamba wewe ni nani bwana, kwani wewe una uzuri gani, wewe sio na hivi maneno hayo. Alivyorudi, na mimi nilikuwa hicho chumba hicho kwa nakaa pale bweni la 7, alikuwa anakaa na mtu ambaye ni darasa langu. Kwa hiyo tunakuwa tunamfahamu huyo msichana, hata nisipotaja jina. Hii ni kitu ambacho kinafahamika chuoni hapa na hivi. Kwa hiyo msichana alivyoambiwa hivyo, akaenda kuripoti, kutoa taarifa kwa dini wakati ule. Dini akachukulia, na ndio maana ni muhimu sana kufafanua ukatili na namna ya kukomesha au kushughulika nao. Alipokwenda kwa dini akasema, kwani wewe ndio msichana peke yako hapa chuo? Yani alikuwa anatarajia kupata faraja. Alikuwa anakwenda kule kupata faraja. Akajibiwa hivyo. Alichofanya nini? Alijua. Alirudi bwenini, akanywa dawa, akajua. Tumepata habari, tukaunda, mimi nilikuwa katika hiyo timu ya kwenda mpaka kwa dini. Mungu amberemu, na yeye amefariki sasa. Tukamwambia hiki hakiwezekani kwa kikubali. Huyu amekuja kwako wewe kama mzazi, kama mtu mzima, anakulilia. Hii usingempa jibu, na wewe unafahamu zaidi, na yule alikuwa amesomea, alikuwa ni mtaalamu
yule huyo Dean alikuwa ni mtaalamu wa mambo ya ushauri na saa. Sasa wewe mtaalamu wa aina hiyo, huyu amekuja kwako, kwa nini usome psychology kwamba yuko katika hali mbaya? Profesa, unataka kuniambia Dean naye alikuwa mkatili? Kweli, kwa sababu alimwambia maneno yaliyomuumiza. Ni muhimu sana hao watu wajue kwamba kuna matokeo mengine mabaya ambayo unakuwa hujadhamiria. Ndio maana sasa kama sio tunaangalia matokeo yake. Huyu alikuwa kudhamiria, alikuwa anajua kama ni neno wewe vipi? Unadhani kumbe mwenzake huyu ameumia, amekandamizwa sana na amelipuka kwenda kuchukua dawa na kujua. Lakini nitaka niseme kitu kimoja ambacho Dr. Chonja amekizungumza hapa. Kumbuka amezungumza juu ya tabia. Na ni muhimu sana pia tuzungumze kuhusu tabia ya ukatili, kusudi tuweze kuizuia mapema. Kuna watoto wadogo tu, hata ameanza kuzungumza, wajaanza kuzungumza, anaona mdudu, anakiendekea kidudu, anakandamiza hivi, anakiwa. Alafu anacheka au hivi. Hiyo tusipoangalia, huyo mtoto anaanza kujenga tabia ya ukatili. Anapata raha kuona kidudu amekiwa hivi. Hajui nini kinakwenda hivi, anakiwa au anachukua kibao anakipiga. Basi akina uhusiano na yeye kinajendea huko, na wakati mwingine sio mdudu ambaye ana madhara. Kwa hivyo ni ule ukatili ambao anaanza kujenga taratibu tu. Anapata furaha kwa kitu kuumia, kwa huyu kufanya hivi, kwa kuteseka kwa upande mwingine. Sio kama binadamu, kwa upande ule mwingine mdudu. Usipoangalia tabia hiyo, ukachukua ni mtoto anacheza. Na mzazi usipoangalia, huyo mtoto anajenga taratibu katika kichwa chake kuumiza kitu kingine, kuumiza watu wengine, na yeye anapata furaha kwa namna hiyo. Na ni mfano ambao hasa zaidi ulikuwa kwa wenzetu Afrika Kusini wakati wa ubaguzi wa rangi. Wanawatesa kwa maneno tu wa Afrika. Ni mfano zaidi pia huko wakati fulani Marekani wakati wa ubaguzi wa rangi. Ni mfano ambao uko zaidi kwa rangi moja dhidi ya rangi nyingine, kwa kuwaumiza tu na watu wanafurahia. Kwa hiyo ni tabia. Nitaka nisisitize hilo. Na tusipoiangalia kama jamii, tukaangalia wazazi au jamii nzima, walezi wanaozunguka, na kuanza kumwangalia mtoto, mbona ana tabia ambazo sio za kawaida za hivi, zinampekea, ni muhimu sana tuangalie jambo hilo. Asante. Kabla Prof amenikumbusha kitu wakati anaongea, amenipeleka nyumbani kwetu huko kijijini wakati tunakuwa. Usinge tamani ukutane na mbwa haja kukosea, haja kubwekea, lakini wewe ukiona tu mbwa huko mbele anakuja, okota mawe, unaanza kumpiga. hata sio kumkimbiza, ni kupiga. Sasa hapo najaribu kuanza kujitafuta sasa, sijui lakini kuna tabia hizo hata mpaka leo. Yaani unakuta mnyama, ng'ombe au mbuzi au punda, mbwa hasa ambaye sijui alikosea wapi katika utamaduni wetu. Amenikumbusha tu hicho kitu, hata basi na mimi nimekuwa katili katika kiwango. Asante. Basi niende kwenye swali kwako mchungaji. Kibiblia, Biblia inasemaje au inazungumziaje ukatili katika muktadha wa Kikristo? Biblia ni kitabu kipana sana, na ukikosea kutafasiri, umeikosea jamii au umemkosea Mungu mwenyewe. Mungu aliyetuumba ni Mungu, acha niseme ni Mungu ambaye ana hasira, ni Mungu aliye na upendo, ni Mungu ambaye anaonyesha fadhili zake kila kuitwako leo. Sasa Mungu ukienda kibiblia, kuna mahali ambapo unakuta kizazi fulani kimemkaidi Mungu, kimemkataa Mungu, kimemkashifu Mungu. Ametuma watu au manabii wake waseme na kizazi hicho au na kundi hilo, na labda watu hawataki kugairi. Sasa Mungu anachokifanya, anaachilia tauni, anaachilia
magonjwa, anaachilia adhabu. Sasa katika mazungumzo ya wanathiolojia wanajaribu kujiuliza, is God cruel? Je, Mungu... Na nilitarajia kusikia hicho haswa kwa sababu katika muktadha, maana hapa ni media ya UDSM-CCT chuo kikuu cha Dar es Salaam, na tunaongea kimsingi kama Wakristo. Ndio. Lakini bila shaka hoja zetu zinakumbana na swali hili, maana nimelichokoza kwamba mtazamo huo kwamba Mungu ni mkatili, au kuna matendo wanasema utawateketeza kabisa. Joshua 1-12 kuna maelekezo mahususi ya Mungu akieleza wana Israeli wateketeze wale wanaowakuta katika ile nchi. Sasa ni jambo zuri kuliweka sawa ili jamii ione tunapoongelea ukatili. Je, nini ni ukatili na nini sio ukatili kwa maana ya matendo ya kikatili? Nataka nitoe ufafanuzi kidogo. Mtoto wako amemtukana profesa, kuja pale nyumbani ukamchapa, ni ukatili? Lakini mwalimu pale shuleni, mwanafunzi hajafanya kitu, we njoo hapa, akamchapa, ni ukatili? Ninamaanisha tendo lile lile linaweza likawa wakati fulani ni ukatili na wakati mwingine sio ukatili, kutokana na mazingira, kutokana na sababu. Kwa hiyo hebu tuweke sawa kibiblia. Okay. Kuna kitu umeingiza hapo cha mtoto kuchapwa. Kama ni kumtukana mwalimu, mwalimu ametukanwa, walimu ametukanwa, inategemea adhabu ya mtoto huyu. Je, unamchapa viboko 19? Je, unamchapa viboko 12? Au hata hivyo viwili unamchapa wapi? Labda cha kwanza unachapa machoni, cha pili maana wingi wa viboko inaweza huyu viboko 19 huyu ni katili kabisa. Lakini kumbe wa kiboko kimoja amepiga tumboni. Kumbe wa viboko 19 ambaye amechapa labda kwa ustaarabu au kwa namna ambavyo huyu wa kimoja anaweza akawa katili. Inategemea na tendo hilo ambalo linafanyika. Sasa kwa habari ya Mungu ni kwamba mahali alipotaka kujitambulisha kama Mungu ambaye anapenda haki, Mungu anayependa utakatifu, Mungu anayependa maelekezo yake yafuatwe, yeye alisimama katika haki. Kwa hivyo katika tafasiri ya ghadhabu ya Mungu kuna tafasiri ambayo tunasema au inasemwa ghadhabu ya Mungu ambayo ni yenye haki, au pamoja na kwamba inaonekana ghadhabu, lakini ndani yake inaonekana kutenda haki, inastahili kufanyika hivyo. Lakini hatuwezi tukamtafasiri Mungu kama gaidi fulani, ingawaje wapo ambao wanatafasiri hivyo. Kama Mungu sio gaidi, kweli aruhusu mtoto wangu tumboni, ndo huyo Mungu aliye na nguvu? Nimekaribia kujifungua, mtoto anafia tumboni. Nimekaribia kuzaa, mme wangu anafariki au mke wangu anakuwa hivi. Hivi huyu Mungu si Mungu ambaye ni Mungu katili? Kwa hivyo Mungu anapofanya kitu alichokisema, tukumbuke yeye ni Mungu. Ni Mungu mwenye haki, ni Mungu ambaye anapotoa adhabu, anatoa katika hali ya ndani yake kuna upendo, anataka kurudi. Lakini hata kama watu wengine wanaonekana kuumizwa, kwa mfano wakati wa Nuhu, wengine wanakufa, lakini kumbe Mungu lengo lake anataka kutengeneza, si kama wanadamu wanavyoweza kufanya. Yeye anabaki kuwa Mungu. Nitamalizia kwa kusema nafasi yake
haiwezi ikafananishwa na sisi wanadamu. Kwa hivyo adhabu yake au nafasi au maamuzi ambayo Mungu anakuwa ameamua, basi ni tofauti kabisa na mimi ambaye ninaweza nifanye maamuzi fulani. Lakini mchungaji, kama ninakuelewa, unataka kusema kwamba Mungu hatuwezi tukamweka kwenye kundi au fungu la ukatili. Ni sahihi? Hatuwezi tukamweka kwenye kundi hilo. Ndio. Lakini tafasiri tu ya kawaida ya tendo ambalo Mungu anaweza kuwa amefanya, kuna andiko naweza kulitafuta, lakini kuna mahali anasema nitawakatilia mbali. Yani hiyo adhabu anayoifanya ni ya kufutilia mbali. Sasa ukitaka tu kuliangalia neno lenyewe, yani ni la mtu au la Mungu aliye na hasira, lakini hasira yake inataka kutenda haki, ikijibu au ikionyesha kila ambacho yeye hajafanyiwa sawa. Anasema usiwe na miungu mingine, halafu mtu anajichongea mawe au miungu mingine. Kwa hivyo Mungu anasimama katika nafasi yake kuhukumu, na hukumu yake ni hukumu ambayo si ya kuonea. Anasimama katika kweli, maana ameshatangulia kusema usiwe na miungu mingine, usiue, usizini. Kwa mfano sasa, mtu anajua ya kwamba kuzini ni vibaya, halafu anakwenda kuzini. Hivi hukumu inapokuja, huyu mtu asiseme amefanyiwa ukatili, ni adhabu ambayo inakuwa inampasa yeye kuipokea. Asante. Kama nimekuelewa mchungaji, tunapokamilisha swali kwako au ninapotamatisha toka kwako, ni kwamba Mungu anafanya kazi kwa kanuni. Ndiyo. Principles ambazo ameshaziweka mbele. Kwa hiyo matokeo yoyote ya kinachotokana na Mungu ni matokeo ya utendaji kazi wa kanuni zake. Ndiyo. Yani kanuni zimesha kuwekwa kule. Ndiyo. Kama ambavyo kuna ile kanuni kwamba ukiachia kitu kinaanguka chini, kanuni ya uvutano. Kuna kitu kinaelea ni kanuni. Kwa hiyo na Mungu amesha kuweka kanuni nyingi kabisa. Na chochote ambacho mwanadamu anakutana nacho, anakutana na utendaji kazi wa kanuni ambazo Mungu amekwisha kuziweka tangu umbaji. Unataka kuniambia Adam na Hawa walipoambiwa ukila hiki utakufa, wao wakafanya tofauti. Na kweli sio utakufa, utakufa hakika. Ya. Mwalimu ameongea utakufa hakika. Alafu Kumbukumbu la Torati 28 inasema ukifanya haya utabarikiwa, lakini usipofanya haya kuna haya ambayo utayapata yaliyo kinyume. Kwa hivyo ni kanuni ambayo Mungu katika kuongezea katika hilo, mahala pengine pia akasema anazishuhudia hivi leo mbingu na nchi naweka mbele yako laana na baraka. Ndiyo. Akatoa rai, sio lazima chagua baraka upate kuishi. Ukichagua laana unakutana na ile Kumbukumbu la Torati kuanzia mstari wa 16. Daktari Chonjo, hali ya ukatili ikoje? Katika uhalisia wake, hali ya ukatili ni mkubwa, lakini uwezo ukasema mkubwa ni kiasi gani kwa asilimia, kwa sababu ukatili uko katika rika zote. Uko katika rika zote. Kuna ukatili wa watu wazee, tukianzia wazee ambao tayari wameshafanya kazi nyingi, wamezalisha, wametuzaa, lakini ukatili katika ngazi hiyo upo na kwa kiwango kikubwa, na kiasi kwamba unaona kwamba mzee unaonekana kwamba umeshafanya kazi yako duniani, ustahili tena kuishi. Yani umekuja, umezalisha, umefanya ulichoweza, unastahili uondoke sasa, uapishe vijana. Lakini tukienda pia kwenye ngazi ya vijana, kuna ukatili katika ngazi hiyo. Na tukiangalia watoto, vijana, watoto, ukatili upo katika kila ngazi. Kitu
kinachotofautisha kati ya ukatili ni aina ya ukatili ambao unafanyika kutoka ngazi moja kwenda nyingine. Mathalan tukianza na watu, kwa mfano watu wenye ulemavu. Tunajua kabisa Tanzania kuna watu wenye ulemavu, lakini watu wenye ulemavu wanaonekana kwa kiwango kikubwa, jamii inaona kama labda walimkosea Mungu, labda hawana haki, labda hawana hiki. Lakini wana haki kama sisi. Kwa takwimu kidogo ni kwamba 11.2% ya Watanzania wote wana ulemavu wa kila aina. Wa aina moja au nyingine. Si wa kila aina, wa aina moja au nyingine, kuanzia kuona, kutokuona, uone hafifu, wengine hawezi kutembea, wengine, yani kila aina mbalimbali ya 11.2%. Sasa watu hawa 11.2% kwa idadi kamili ni watu kama takriban 5.3 wenye kutoka idadi ya milioni 61, watu 5.3 wana aina moja hapo ya ulemavu. Lakini ukiangalia hawa, tukianza nikiangalia sasa kwenye eneo hili la watu tu wenye ulemavu kwa kuanzia, wanafanya ukatili wa kila aina. Na ukatili ambao sisi wenyewe na mimi na nyewe wote umeshaushuhudia. Unaona mtu anamchukua mtu mwenye ulemavu, anamweka barabarani tangu asubuhi mpaka jioni. Wewe ukipita unaona wewe ni mlemavu, lakini anafanya ukatili. Alitokaje nyumbani akaja hapa barabarani? Unamwona mtu mwenye ulemavu amebebwa na mtu mzima, alafu anatumika kuombaomba. Unajiuliza kwa nini huyu mtu mzima asimwache huyu mwenye ulemavu nyumbani, akaenda kufanya kazi, akaleta kipato nyumbani. Kwa hiyo unakuta kwamba tunawafanyia watu wenye ulemavu ukatili bila kuona ni ukatili, lakini ule ni ukatili. Pita pale St. Joseph, pita barabarani zote zenye maungio, inaitwa maungio, makutano ya barabara, utakuta watu wenye ulemavu wamewekwa hapo. Mvua yao, jua lao. Jioni ikifika wanakuja kuchukuliwa. Sisi watu ambao Mungu bado hatujapata huo ulemavu, tunawatumia. Hebu piga darubini hicho kiwango cha ulemavu cha watu wachache tu unachokutana nacho barabarani. Watu wenye ulemavu, kwa mfano ulemavu wa ngozi, ni wangapi wamefanywa ukatili? Sasa hivi tuna watu kama 74,000 wenye ulemavu wa ngozi. Lakini hawa watu walitakiwa wengi zaidi. Lakini wengine wameuawa, wengine wamefanywa ukatili wa kila aina, wengine wamefichwa. Pengine katika hao 74 ni 75 au 6, lakini wengine hawakutakiwa kujulikana. Inawezekana kabisa. Lakini tunamshukuru Mungu sasa hivi kwa sababu ya kampeni za serikali, awareness na miundombinu rafiki. Watu wenye ulemavu hawafichwi tena sana. Ndio maana tukiangalia hata takwimu zinaonyesha mwaka 2002 kulikuwa 2.2% ya watu wenye ulemavu Tanzania. Miaka 20 baadaye 11.2%. Kwa hiyo hapo unaona miundombinu imeongezeka, watu wanawathamini, tumeelewa sasa mtu mwenye ulemavu anastahili kuishi, lakini bado ukatili uko pale pale. Tunawafanyia watu wa aina hiyo. Hiyo ni katika hilo kundi la watu wenye ulemavu. Tukiangalia pia ulemavu katika hali za ndoa. Kwenye ulemavu hali ya ndoa tunasema kwamba watu wanatakiwa wazae. Ni familia ngapi ambazo ukizaa mtoto wa jinsi moja unanyanyaswa? Ni familia ngapi? Wewe umezaa watoto wa kike tu, unaonekana kabisa kwamba bado. Kule kwetu Uchagani walikuwa wanasema kwamba anatuzalia mabaa medi tu. Huo ni ukatili. Huo ni ukatili, lakini hatuuoni. Huo ni ukatili. Unakuta kwamba kwa sababu hiyo unakuta kwamba hata jinsi unavyoweza kuzaa unafanywa ukatili, kwa sababu sio wewe mwenyewe ulioweka mtoto huko, lakini kwa jinsi ulivyoweza kuzaa mtoto unafanywa ukatili kwa ajili hiyo. Ndoa inavunjika kwa sababu hiyo. Isipovunjika, mume wako ataambiwa akatafute mtu mwingine,
angalie huko ili alete ili apatikane kidume. Sasa mimi nikitoa mfano, mwanaume naye atakuwa anafanya ukatili bila kujua au anajua. Anapo kuacha ndani na mabinti zako anakufanyia ukatili. Lakini ngoja niongeze kidogo, utaongea. Hiyo ni bila kujua, jamii haijui kwamba anayeamua jinsi ni mwanaume. Ndio maana niliuliza hilo swali, kwa sababu kwa mujibu wa biolojia ndio anayeamua mtoto azaliwe wa kiume au wa kike ni mwanaume. Kwa hiyo yule anayefanya ukatili haangaliwi, ila anayefanyiwa ndio anayeangaliwa. Kwa sababu jamii haijaelimishwa uelewa ni kwamba kwa sababu mama ndiye anayebeba mimba, ndiye mwenye mtoto, ndiye anayetoa watoto wa kiume, ndiye watoto wa kike. Lakini hawajui. Hiyo ni elimu kwa kweli. Ni elimu inayohitajika. Kwamba bwana, unapomlaumu mwanaume kwamba wewe unanizalia, kwa hakika lawama ingekwenda kwa mwanaume, sio mwanamke. Kwamba wewe kwa nini unashindwa? Mwanamke angekuwa anamuuliza mume wake, mbona unipi watoto wa kiume au mbona unipi watoto wa kike? Vyote viwili. Lakini uelewa wa jamii kwa ujumla ni kwamba kwa sababu ya kuonekana mwenye ujauzito ni mwanamke, basi inachukulia nitaka kuchomekea tu. Hiyo ni katika sasa umezaa jinsi moja. Lakini usipozaa, hapo ndipo mbaya zaidi. Na sasa hivi takwimu tulizo nazo, kiwango cha childless, wanaita childless Kiswahili ni nini? Maana wanawake ambao ugumba ni kikubwa mno, kimeongezeka kabisa. Nadhani baadaye nitakupa takwimu za ugumba, kimepanda sana. Lakini saa nyingine unakuta kwamba labda yule hawezi, mwanamke hawezi kuzaa, lakini inawezekana ni ukatili aliofanyiwa, kiasi kwamba tumia vyakula ndoa. Na wewe mwanamke unafanyiwa ukatili kiasi kwamba huna tamaa ya kuzaa, kwa sababu ugumba unahesabiwa baada ya miaka 49. Mimi naweza nikazaa mpaka miaka 49. Baada ya 49 ndio unaita mgumba. Kabla ya hapo wewe unaweza ukazaa. Yaani watu wana mwaka mmoja kwenye ndoa na wana miaka 25, 26. Anaita mgumba. Na anaanza kufanyiwa figisu za daktari. Kwa hiyo nataka kuiambiaje jamii kwamba waache kuwaita watu wagumba, wasubiri miaka 49 No, waelewe kwamba ili mtu aweze kuzaa kuna mazingira wezeshi ambayo unatakiwa mwanamke pia awe tayari. Kwa sababu unajua unaweza kabisa, unaweza ukazaa, lakini unaweza usizae kabisa kwa sababu ya ule ukatili unaofanyiwa ndani ya ndoa. Hiyo inachangia kabisa, kwa sababu swala la kuzaa ni swala la kufurahia, lakini unapolifanya swala la kuzaa ni swala la kama adhabu, ni swala la tocha nini, yani ni adhabu, mateso. Unakuta mimi mwanamke hata unapofanya chochote kile hauko tayari kuzaa. Mimi nakwambia ukatili unaweza kusababisha kabisa usizae. Usizae kabisa ukasema. Hiyo ni psychology sasa. Ndio ambao unaingia kwenye ukatili mwingine mwingi tu, kwa sababu mwili una muitiko. Nadhani wote mnafahamu mmea unaitwa kifauongo. Unajua mmea ukiugusa hivi unasinya hivi, alafu baada ya muda unaanza tena kuchanua hivi. Sasa ndio mwili ukifanyiwa tatizo la kisaikolojia, mwili wenyewe unafanya hivi. Kwa hiyo mambo mengi unaweza kusema mbona una furaha, yani hata ufanyia haiwezi kuja kwa sababu umemgusa kimateso, kisaikolojia, akajifuta hivi. Na viungo vingi hawezi kufanya kazi na hivi ambavyo ungetarajia hivi. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuchomekea kila wakati nachomekea kidogo. Kwenye kuchomekea hiyo nadhani nimezungumza Kiswahili ambacho ni cha wengi wanaweza wasikielewe. Hiyo umesema kifauongo. Najua kuna hako kamea. Ndio. Lakini kuna mdudu pia. Ndio. Mfano ambao unaweza ukaeleweka kirahisi kabisa ni wanandoa.
Mwanaume badala ya kuonyesha matendo ya upendo, ya huruma kwa mkewe, anachokifanya ni ile ukatili wa maneno, ukatili wa kimwili ambao wako wanandoa. Anapigwa kwanza mwanamke, anapigwa, anatarajiwa kwenda kufanya tendo la ndoa. Sasa inakuja hako kifo rungu. Ni kweli. Ndio nitaka lakini katika kuongezea hiyo ya Daktari Joyce, amezungumza kitu huku mtaani tunakiona katika sehemu ya kiwango kikubwa. Walemavu unakuta anakokotwa au anapelekwa mahali. Amenikumbusha, nimewahi kuishi nchini Kenya. Unaingia kwenye daladala au matatu, unakuta wako walemavu wamejipanga huko ndani, wamekaa ndani ya gari au wengine kwenye mitaa. Ukiwasikia Kiswahili cha Tanzania, wengine ukiwakaribia unakuta lugha wanayoizungumza unaielewa, na bila kuficha. Unakuta Wasukuma wengi wa kutoka Shinyanga sui wapi huko, wamepelekwa huko na watu fulani. Kila mwezi kila siku huyu mlemavu anatakiwa atoe kiwango fulani alichochangiwa, abaki na sehemu fulani. Na hao walemavu, nilizungumza na mmoja akasema kwa siku angeweza kukusanya hata 3,000 hadi 5,000 ya Kenya, ambayo ni 100,000 au 60,000 hadi 100,000. Lakini yeye anabakiwa kwenye 20,000. Zingine amechukua yule ambaye amewapangishia chumba, anawapa chakula. Lakini hapo mchana wanashinda njaa, wanapigwa jua, baridi wakati mwingine kuanzia ile mwishoni mwa Aprili mpaka. Kwa hivyo hebu fikiria, watu wanasafirishwa kwenda mahali na ni walemavu. Watu wenye ulemavu. Profesa, sasa unaweza ukatupa kwa uzoefu wako, ndio, matendo ya kikatili katika makundi mbalimbali. Daktari ametuambia uko kwenye kila rika, nadhani alikusudia kusema rika. Wazee, vijana, watoto, wanandoa, wanaume, wanawake, ingawa sijasikia mkisema ukatili kwa wanaume. Au tutakuja sasa. Hebu Profesa, ongelea ukatili wa wanaume eneo hilo. Labda kwa ujumla, alipokuwa anaongea Dr. Chonjo hapa, na alipokuwa anaongea mchungaji, kuna kitu kimoja ambacho wote tunatakiwa tukiangalie. Unaweza ukapata ukatili wa aina mbalimbali na wewe ni mtu mmoja. Kwa mfano hapa walikuwa wanaongelea wote wawili ukatili wa wengine kimwili, amepigwa na hivi. Kuna ukatili wa kisaikolojia ambao unaendana na ukatili wa kimwili. Unapomfanyia mkatili wa kimwili, wakati huo kuna ukatili wa kisaikolojia. Lakini hapa pia wameongelea ukatili mwingine ambao hatuzungumzi mara kwa mara, ambao nimesema ni ukatili wa kiuchumi. Ukatili wa kiuchumi maana yake nini? Ni kwamba kutumwa kwa ajili ya kazi ngumu bila malipo ya kutosha. Hiyo ni aina moja ya ukatili wa kiuchumi. Sasa fikiria huyo mtu mwenye ulemavu anatumikishwa, anapata malipo kidogo, ni kama chombo hivi. Kwa hiyo mtambo fulani. Mhandisi hapo anajua uko kwenye mitambo, kanuni. Lakini ni kweli, kwa sababu huyu anatumikishwa kwa kazi ngumu, alafu anapata malipo kidogo. Na hapa si lazima wao watu wenye ukatili au watu wenye ulemavu, hata watu wengine ambao unafanya kazi ngumu kwa malipo kidogo. Maana yake inakufanya wewe uanze kunungunika. Unanungunika kwa ni saikolojia, lakini unanungunika pia kwamba hivi hela hii itanitosha kweli? Hivi mimi nina jambo hili na hivi, nina mke na watoto. Na hapo nazungumza kwa sehemu zote mbili. Kuna kina mama ambao wanakwenda kupasua mawe kupata kokoto. Anajua ana mzigo huko nyumbani. Hivi nikirudi mimi nikuja kupasua mawe hapa kwa ajili ya kokoto, lakini watoto watatu
wanakwenda shule. Mume wangu naye kwenda kwenye kazi fulani. Tukirudi wote nyumbani tutaanza kuangalia ni nani amekusanya nini, ili tuweze kuendeleza kama ni ndoa ambao wanachangiana. Lakini mwingine anakuwa peke yake, anafanya kazi ngumu, kwa sababu hiyo kokoto ni mfano wa kokoto, hata viwandani, hata hivi wale wabeba mizigo. Kwa hiyo unakuta huo unaitwa ukatili wa kiuchumi, ambao wakati huo unaingiza pia saikolojia. Unanungunika, unaangalia mshahara hivi, sema hivi utantosha huo hiyo. Lakini aina nyingine au tafsiri nyingine ya ukatili wa kiuchumi ni kukosa fursa, na hii ni muhimu sana, lakini watu hawajui kama ni kukosa fursa za kielimu na kiafya, ambayo uwanyima fursa za kuendeleza maisha yao binafsi. Sasa hiyo ni ngumu sana, na nchi zilizoendelea zinafafanua sana swala hili, na ndio maana katika nchi zilizoendelea wana kitu kinachoitwa kwa Kiingereza social security. Ni kama usalama wa kijamii. Yaani wewe hujapata kazi lakini umesoma. Sasa sio jukumu lako wewe kwa kweli kukosa kazi, kwa sababu kazi hakuna. Kwa hiyo wanakutengenezea mpango wa kuwa unapata fedha kwa mwezi za kujikimu, ili waondoe hiyo dhana ya ukatili wa kiuchumi. Unaona? Na ipo sana na inazungumzwa, inajadilika. Bahati mbaya watu wengine wanatumia vibaya. Anatoka katika nchi ambazo zinaendelea, anakimbilia huko, anasema mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kuna ukatili wa kijinsia, kuna ukatili wa mambo ya ngozi na hivi, kwa hiyo nataka kutafuta mahali pa kukimbilia, akijua nchi hiyo ina usalama wa kijamii, hiyo social security mzuri zaidi, sababu zinatofautiana. Kwa anakaa pale, hana kazi, atakuja kupata kazi baadaye, lakini ana uhakika wa kuwa anapata fedha, anatunza, anakaa vizuri sana. Unaona? Kwa hivyo huo ni ukatili wa kiuchumi, ambao unaweza ukaangalia upande mmoja tu, wa saikolojia, wa kimwili, wa kijinsia, lakini ukatili wa kiuchumi upo, na watu wengi inabidi wafafanue, alafu anze wenyewe kusema tutaondokanaje na ukatili wa aina hii. Uko ukatili mwingine ambao pia hauzungumzwi sana, lakini upo, ni ukatili wa kisheria. Na ukatili wa kisheria unafafanuliwa kuwa ni kukosa ulinzi wa kisheria na haki za msingi za mtu. Yaani wewe una haki yako ya msingi. Ngoja nikupe mfano. Wazazi tunapokuwa na watoto, wao wana haki ya msingi ya kuwa nyumbani kwetu sisi mpaka angalau miaka ya utoto imalizike. Kwa nchi zilizoendelea wanajua kabisa ni miaka 18. Ukimaliza pale, kwa hakika hiyo haki utakuwa nayo. Lakini maraka amekusomesha, amefanya hivi na hivi na hivi. Sasa kuna ambao wanakosa hiyo habari, bado yuko pale. Kwa hiyo wewe mzazi unamfanyia ukatili huyo mtoto bila kutarajia, bila kujua, kwa sababu anakosa ulinzi wa kisheria. Yuko kule lakini hawezi. Sasa afanyeje kule? Na wewe ni mtoto wako. Na nyingine ni kukamatwa na kufungwa bila sababu za kisheria. Hiyo inafanyika sana, hata serikali imekaripia mara kwa mara. Msimchukue mtu hujui makili mtuhumiwa, una hakika na kosa lake, unamweka ndani siku 1, 2, 3, 4, 5, bado yuko mahabusu. Kwa nini? Hujakamilika. Serikali inajua kabisa kwamba hapo ni ukatili wa kisheria. Kwa hiyo wanajaribu kuiondosha, lakini bado ni tatizo kubwa. Watu wanakamatwa, wanaweka huko, labda hajatoa chochote au upelelezi bado unaendelea, lakini kukamatwa na kufungwa bila sababu za kisheria, maana yake hujashtakiwa, hawajathibitisha kabisa, bila kuwa na wasiwasi kwamba umefanya makosa, huo ni aina ya ukatili wa kisheria. Kwa hivyo hizi aina mbili hazizungumzi mara kwa mara. Zinazozungumzwa ni ukatili wa kimwili, lakini pengine hata kama sababu zimethibitika, lakini muda unaotumika, kwa mfano kuna baadhi ya kesi, kubaka, labda makosa haya ya uhujumu uchumi, mauaji, kesi inahukumiwa baada ya miaka 10, 7, halafu labda unafungwa miaka 3. Sasa hii miaka yangu 7, na wenyewe ni ukatili. Ndio sana, ni ukatili. Tena wakati mwingine unajua mambo ya mahakama ni mambo ya ajabu kidogo. Kama mmeona kwenye mitandao ya kijamii, kuna
kuna mtu kule Marekani, mtoto mdogo kabisa alihukumiwa, ndiye mtoto mdogo nadhani kuliko watoto wote waliohukumiwa kunyongwa, akiwa na miaka 13 au 12 alihukumiwa, nadhani 12 alihukumiwa kunyongwa. Na akanyongwa kwa haraka sana, akanyongwa. Alipewa kunyongwa kwa kaa kwenye kiti cha umeme, akawekewa umeme wenye volt 1000 na mia ngapi, kwa pap akafa. Sasa kwa nini? Kwa sababu sheria mashtaka au tuhuma, huyo amewaua watoto wawili wa kike. Sasa huyo aliyenyongwa alikuwa ni mweusi, na hawakumpa nafasi ya kutetea, hawakumpa nafasi mwanasheria aweze kumtetea kwa sababu bado ni mtoto mdogo, anaitwa minor. Alafu hawakuwaruhusu wazazi wake waende kumuona siku kabla hajawawa. Kwa hakika wazazi hawakuruhusiwa kwenda kumuona kwa siku, nadhani siku 82 alipokuwa bado yuko mahabusu, alikuwa anasikia tu baada amenyongwa. Sasa kwa ufupi ni kwamba hiyo kesi yake ni kwamba watoto wale aliwaua kwa kuwagonga kwa chuma chenye uzito wa kilo 35. Sasa hiyo kesi ambao hakutaka isikize, kwenda haraka kama ameshaua. Baada ya miaka ndipo mwanasheria mmoja anakuja kusema jamani, huyu amerejea, kusema huyu walimsingizia mtoto wenye umri huu asingeweza kubeba chuma hicho, uachilia mbali kukibeba na kuagonga, asingeweza, kwa sababu wamepima au watoto wamegongwa kwa kitu kizito chenye uzito huu. Kwa hiyo moja kwa moja walikuwa wamemwonea. Sasa unaona hiyo haki, wamewatesa wazazi kwa kutokupa nini, wamemtesa mpaka kumua mtoto. Kwa hiyo hawakutenda haki nyingi kwa ukatili wa aina mbalimbali, wa kimwili, wa kisaikolojia, wa kisheria, unaona. Kwa hivyo tunaposema kuhusu ukatili, kusikilizwa haiko hapo. Kwa hiyo kuna ukatili mwingi ambao unaweza ukauona. Sasa labda hiyo ni kesi wasema hizo inatokea huko nje, lakini huenda kuna kesi hizo kama hapa ambazo hawapati muda mzuri wa kusikiliza, na hivi unakutoa. Ndio maana baadaye watu wakisema hukumu ya kunyongwa iondolewe, kwa sababu mtu akishakufa amekufa. Hata baada ya miaka 3-4 ukija kugundua kwamba haikuwa sahihi, lakini ameshakufa. Kwa hiyo wakasema hiyo iondolewe, atapewa maisha na hivi, na atafungwa maisha au atafungwa kifungo cha miaka kadhaa na kadhaa. Kwa hiyo wanajaribu sasa kulegeza maumivu ambayo yangeletwa na ukatili wa aina fulani, wa kuwatenga na familia, kufanya hivyo. Kwa hiyo nitaka kwa hiyo kwenye sheria tuseme unapokawia kufanya maamuzi unaepusha ukatili. Kwa mfano kama kesi nyingi za kisheria unakuta kwamba mtu anakaa mahabusu muda mrefu akifanya upelelezi. Kwa hiyo ina maana kwamba ukifanya maamuzi haraka ndio haya yatatokea kama ya mtoto. Ni kweli. Kwa hiyo huo muda unaosema, ninarudi kwako mwezeshaji, kwamba unapokaa muda mrefu bila kufanya maamuzi, huo nao ni ukatili. Mimi naiona hiyo kwamba unapunguza kiwango cha ukatili, kwa sababu katika ule muda wa kukaa mahabusu ukiwa umefungwa, mambo yanabadilika, ukweli unajulikana, na unawezekana ukaepuka kumuua mtu au kumuondoa mtu kwenye hilo, kwa sababu sheria imeruhusu kuchukua muda kufanya uchunguzi. Kwa mfano tukichukua hata wale wahujumu uchumi waliofungwa kipindi cha nyuma, wengi tu walirundikwa tu ndani wakakaa, hakuna kesi iliyokuwepo, baadaye wakaja wakaachiliwa. Hapo ni ukatili ulifanyika. Lakini suppose wangehukumiwa let's say kifungo cha miaka kadhaa, ingekuwaje profesa?
Yaani Ni ukatili kweli, huo ungekuwa ni ukatili. Ungekuwa ni ukatili, lakini kwa kweli kuna changamoto katika swala hilo la sheria, na ndio maana ukatili hauzungumzwi sana, lakini upo. Ukiharakisha unanyima haki kuona inatendeka. Ukifanya ucheleweshaji unamuumiza yule mtu ambaye wakati huo hana kosa. Kwa hivyo ni muhimu kuwa na hekima na busara. Hapo ndipo tunasema Mungu atusaidie, kwa sababu Profesa, ninadhani swala hapa sio kuwahi au kuchelewa. Swala ni kukamilika ndio kwa uchunguzi, ambacho hiki sasa ni chombo kingine ambacho ndio hata ukisikia serikali inaposema inalalamika na hivi vyombo vya uchunguzi kwamba upeleke kesi mahakamani ukiwa umekamilisha uchunguzi wako, kwa sababu kule sasa sheria ndio inasema kosa hili lina dhamana au halina dhamana na kadhalika. Lakini katika hali ya uchunguzi inakuwa ni ngumu sana hata kutolea hizo dhamana kwa mfano. Kwa hiyo ninadhani sasa hili labda ni swala la kimfumo zaidi, kuondoa yale mambo machache ambayo ninadhani yanaweza ikawa ni magumu kuyaamulia. Kwa mfano mtu aliyeua ni ngumu tena kuendelea kumweka nje, yani mtuhumiwa wa mauaji. Lakini hata hivyo miaka 7 daktari unachunguza nini? Wakati mwingine maadili, kwa kweli ni maadili, kwa sababu ni changamoto nyingine tofauti. Sio yani ucheleweshaji wa miaka 7 mimi siamini kama seriously kabisa, kwani wenzetu wanakaa miaka 7. Nchi za wenzetu wanachunguza kwa muda. Lakini swala sio tu uchunguzi, kwa sababu unaweza ukachunguza kama hiyo kesi walichunguza wakasema wakahitimisha kwamba huyu alifanya hivi, akagongwa kwamba adhabu niyo, kuja baadaye ni maadili, kwa sababu sidhani wale wanaotoa hukumu wanakuwa wanajua kabla hajasema nimejiridhisha bila pasipo na mashaka. Lakini wewe ungeweza kujiridhisha kusema huyu kwa miaka hii 10, 11, 12 hawezi kubeba hicho chuma, hawezi cha kilo hizo, akakirusha kwa nguvu za kutosha kuba wapiga hawa. Lakini ndani mwake kulikuwa kuna ubaguzi wa rangi, unaona, ndio. Kwa hiyo sasa hawa ni weusi, kwa kawaida huwa ni katili, mioyo yao iko hivi, hebu watuondoe na nini. Kwa hiyo wakati mwingine sio maamuzi, ni maadili, ni maadili ambayo yanakuwa ndivyo sivyo katika jamii. Umenikumbusha jambo moja nimesoma nadhani siku ya jana kwenye mitandao ya kijamii. Kule Marekani kuna mtoto wa miaka 8 au 10 amemua askari. Yule mtoto alimuua miaka 8 au 10, mdogo sana. Na amemua kwa sababu askari alikuwa alikwenda na mama yake kwenye supermarket. Mama akamwacha kwenye gari. Mama amekwenda kununua television ya nchi 55 nadhani wametaja mpaka sasa. Sasa wakati anatoka tu kwenye supermarket akakutana na askari, akamdai receipt. Sasa akajisearch pale, akajitafuta, receipt ile haikuonekana. Yule akamwambia umeiba. Akamwambia hapana, nimetoka ndani ya supermarket. Kamuita na muuzaji akathibitisha kwamba hii television ametoka kuchukua hapa na amelipa na receipt nimempa, labda tu katika kugafilika. Lakini askari yule akamshika yule mama, wakamkandamiza, ikawa kama yule aliyeuawa yule. Kwa hiyo walikuwa askari 3. Kwa binti yule akaona mamake anakosa pumzi, akasearch kwenye gari, akachukua bastola akaenda akashuti. Akashuti. Sasa sijui hapa mkatili ni nani? Mchungaji. Ni matokeo ya ukatili. Yule mtoto ni matokeo ya ukatili, lakini yule mama alikuwa anafanywa ukatili. Kwa sababu wale hawakutaka kumsikiliza. Hata walipopata ushahidi kwamba amenunua, bado wanamwona huyu mama ameiba. Uliuliza mkatili hapo, inaweza ikawa ni ina wigo mpana, kwa sababu huyu hakutaka kumpoteza mama yake. Na ukiangalia yani
kama ni kusikilizwa kwa haki, huyu kuchukua bastora ni kitendo ambacho amedhamiria, ila alitaka kuokoa maisha ya mama yake, na mwenye makosa hapo ni huyu askari. Yani katika kulielezea, mwenye makosa ni askari. Sasa huyu ni hasira na akitaka kuokoa mama yake. Mimi tu nataka kuongezea eneo jingine ambalo linatazamwa, lakini ukienda huko makanisani, mimi ni mchungaji au kiongozi wa kiroho, katika mazingira yake kuna viongozi wenzangu ambao unakuta sasa kazi wanayoifanya ni kupotosha maandiko. Anasema, profesa, ili uende mbinguni ile nyumba yako uliojenga Masaki, lazima mimi mchungaji wako nikaishi hapo mwezi mmoja, alafu baadaye mwezi ukiisha ndo nenda kaendelee kuishi. Gari jipya ulilonunua niliendeshe miezi miwili. Na kuna wengine mtu anapotaka kuoa huyo mke apite kwa mchungaji kwanza. Mchungaji au nabii, kwa majina yanavyo. Kuna uchafu unaoendelea, na wengine ukitaka ubarikiwe, mchungaji au kiongozi huyo wa kiroho hakufanyia uchafu ambao huu ni ukatiri wa kiroho ambao bado unabeba unaenda kwenye kisaikolojia pia. Mwili. Nadhani ni Jumapili nilikuwa nafundisha, nikasema tukiwa tunachunga kanisa pale Nairobi, mtu mmoja aliyejiita mtumishi wa Mungu au nabii anazuia akina mama kukutana na wenzi wao kuanzia Alhamisi mpaka Jumapili. Na katika kuwahoji, wamepigwa makofi, wamepigwa na waume zao. Wanaume wana hasira kwa sababu kuna chuki au kuna fujo zinazoendelea. Eneo la kiroho, na kwa sababu sasa linaanza kukosa maadili, yani mtu anajiibukia tu na kusema mimi ni mtume na nabii, mimi ni mchungaji, mimi nina wito, anaingia dhehebu fulani. Mnaweza mumuone ni mtu ambaye anafaa, lakini kumbe ndani ana ukatili wa ubakaji, ana ukatili wa wizi, ana ukatili wa wengine hata wako wanajiita ni watumishi wa Mungu lakini ni washirikina. Wengi Unakuta wako wengine wanatoa sadaka ya watu. Unakuta mtu anaharibikiwa, kumbe chanzo ni mtu huyo anayeitwa ni mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo eneo hili nalo ni eneo ambalo lina mtumishi mmoja, nakumbuka mahali yeye wa membazi wake, mshahara wako kabla, yani kama unaingia benki kautoe, upite kwa mtumishi wa Mungu aubariki kila mmoja kwenye kanisa. Kwa hivyo wafuasi wake wengine maskini hawana chakula, lakini lazima wafate neno la mtumishi wa Mungu, na usipofuata laana inakuja. Kwa hivyo ni eneo ambalo, lakini pia kuna ukatili mwingine. Unakuta mimi nikikosana na kiongozi wangu wa dini au wa kanisa, basi nitaipata. Sijui hiyo kama, nadhani hii iko kila mahali. Uzungumzie hapa Tanzania, nje ya Tanzania yako mambo haya. Ukatili ni neno ambalo ukweli ni kwamba tukiendelea kudadavua moja baada ya jingine, ni eneo pana. Nyinyi wahadhiri, kuna watu tunasikia, labda mtuambie umma isikie,
kuna watu wananyongwa maksi zao mwalimu akimtaka tu kimapenzi, au kuna walimu wa kina mama nao wanataka vijana kimapenzi, si ndio? Wapo. Hii inakuwaje? Hebu vyuoni, mashuleni. Na Jumapili nilikutana na mwanafunzi mmoja wa kike amepigwa na mwalimu, ana makovu, anaangalia hesabu aliyoifanya amepatia na jirani yake, lakini yeye amekoseshwa, anatafutwa aende ofisini. Wako wamebakwa, wako wamefukuzishwa shule kwa sababu ya ukatili wa namna hiyo. Nilikuwa niongezee hapo kwa imani, swala la imani. Kwa kweli ukatili unaoumiza wa imani ni mojawapo unaoongoza, kwa sababu kuna makanisa mengine wanaweza wakafanya maamuzi ambayo wewe mwananchi wa kawaida, raia wa kawaida, huna mahali pa kukimbilia. Yaani kwa kuwa ni mchungaji, kwa kuwa ni nabii, kwa kuwa ni pasta, una uwezo au askofu, una uwezo wa kuamua hatima ya Joyce na jopo lako. Sasa unajikuta kama kanisa limeamua hatima yako, wewe na ni Mkristo wao, uende wapi? Na inatishwa zaidi. Nataka kuunga mkono swala hilo. Mchungaji alivyozungumza hapa nikasema kweli, na nimeandika kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa sikifikiria sana. Labda ningeita zaidi ukatili wa kiimani kuliko kiroho, kwa sababu wanacheza na imani za watu. Wanakumwagia soda, unajua hiyo ni Coca-Cola, hii ni Fanta, lakini wanachezea imani yako kisaikolojia. Wanakwenda pale wanakumwagia hiyo soda, kutoka pale unaoga mwili mzima soda ya Coca-Cola ukiwa na imani, umeaminishwa kwamba utapata baraka fulani. Yako makanisa bila kuyataja wanasema wananukuka mstari kadogo ka Biblia, kama alivyosema mchungaji kwamba watu wanachukua Biblia wanaangalia kivingine. Wanachukua mstari wa Biblia wanasema watu hawataingia mbinguni kwa dhahabu, kitu kama hicho. Dhahabu, mali na dhahabu si mali ya Bwana. Kuna kanisa na dhahabu wengine malifahamu, ambako walikuwa anawaambia waumini wote wapeleke dhahabu. Kwa hiyo watu walipeleka pete za ndoa, wakina mama vidani vyote hivi, na ili wapeleke pale madhabahuni waweze kwenda mbinguni. Ajabu yenyewe ni kwamba mke wa huyo alikuwa ana dhahabu mikono mizima hivi. Hivi kweli wewe utapenda watu wengine waende mbinguni na sio mke wako? Unaona swali hilo? Lakini wanapeleka kule dhahabu na wanakusanya kabisa. Kwa hiyo mimi nadhani ni ukatili wa kiimani ambacho unacheza na watu. Lakini nitaka kusema ni inaingia kwenye swala la saikolojia zaidi, kwa sababu unacheza na akili ya watu, unawadanganya. Kwa hiyo unamuingiza kwenye kuwadhalilisha. Ni sawa mchungaji uliosema hiyo ingekuwa ni ukatili wa kijinsia, kwa sababu ukatili wa kijinsia ni kupigwa ni unyanyasaji wa kijinsia, ikiwa ni pamoja na ubakaji na unyonyaji wa kingono. Unyonyaji wa kingono hapa maana ni kwamba yani watu wanafanyishwa ngono, ingawa leo kwenye mkutano hapa asubuhi kuna mzee mmoja Mswahili hapa alisema, jamani nyie wataalamu mnatuharibia lugha yetu ya Kiswahili, neno ngono lilikuwa ni nzuri sana, sasa ameliweka kwenye mambo ya asi, na sisi ambao ni wenye lugha tukisikia neno hilo tunastuka, lakini ndio umeshakubalika. Lakini sasa tuende na hiyo ile kubalika sasa hivi. Kwa hivyo mtu anafanyishwa vitendo vya ngono, unaona, ambavyo sio utashi wake, wala hajadhamiria au hivi, ili umramrubuni, ama utampatia cheo, ama utampatia alama za darasani, au utampatia nafasi fulani ya kuajiriwa, chochote kile, ili au utampa pesa ili akufanyie kitendo cha nini. Nadhani unachokisema ni rushwa ya kingono, lakini unyonyaji wa kingono ni wale watu wanaambiwa uje Dar es Salaam au wapi, wengine tunajua wanapelekwa hata nchi za Ulaya huko,
na wanafanyishwa kazi kwenye makasino na kadhalika, wanatumikishwa kingono kama kipato. Yani mimi ni tajiri, nina wasichana au wanawake 100 ambayo nadhani hiyo ni aina ya pili. Katika unyanyasaji, katika ukatili wa kijinsia ziko aina mbili za ukatili wa kijinsia. Aina ya pili unasema wewe ni kutumiwa kwa ajili ya biashara ya uzinzi au picha zisizo na maadili. Watu wanachukuliwa, anakwenda kufanyia hivi. Wengi mnadhani, labda si wengi, lakini mmekwenda nchi ya Uholanzi. Kule Uholanzi inajulikana duniani kote kwa sababu kuna sehemu inaitwa Red Light Street. Sasa karibu nchi zote zaendelea, hiyo ndio imeanza, ndio inajulikana kote huko. Kwa hiyo mimi siku moja, mimi nimetoka hapa Tanzania, tunajua madukani kuna nini, kuna haya madoli ambayo imekaa hivi, unalivika labda suti kusudi uweze kuona kama koti iko vizuri, shati ni, najua madoli ya aina hiyo. Kwa hiyo mimi nakwenda, wakati nakwenda kusoma, naambia rafiki yangu wa kiume, bwana na mimi nipeleke kwenye Red Light. Kwa nini nyinyi mnapokuja kwetu mnataka tuwapeke mambo ya machafu? Lakini nataka mimi nione ni nini. Yeye kwa sababu ni mtu wa Uholanzi, aibu na nini. Sisi tunaendelea kusoma, tunasoma siku hiyo akasema twende kuangalia majumba ya makumbusho. Unajua Uholanzi pia inajulikana kwa nyumba za makumbusho za zamani za kale. Kwa tukaenda kutembea kwa nyumba za makumbusho. Unaangalia akina Van Gogh, nani, wote wanajulikana kwamba walichora, waliandika vitu vya zamani miaka 1500, 1400 wameweka huko. Sasa wakati unakwenda hivi tukaingia kwenye mtaa mmoja. Mimi najua tunakwenda kwenye nyumba nyingine ya makumbusho. Ghafla tunapopita kwenye nini, kuna vioo kama vya madirisha hivi. Naona hayo madoli yanacheza. Nikastuka. Sijui kama mnaweza kuelewa. Yaani mshamba nimetoka huko mimi Tanzania. Niko kule ninajua nimetoka kwenye nyumba moja ya makumbusho, hakuna nyingine kwenda hivi. Ghafla kwenye nyumba hii, kwenye mtaa huu, kwenye madirisha naona vidoli vinacheza. Nikastuka. Kitu gani hiki? Akasema, bwana, wewe unataka twende Red Light? Tumeshaingia Red Light. Huu ndio mtaa na ukwambia. Mawazo yote yakabadilika sasa kwamba kumbe hawa ni binadamu. Wanafanya nini? Ngono ndio inaitwa biashara ya uzinzi. Na kilicho nishangaza zaidi, hawa ni watu wana heshima zao. Ile inahesabika kama kazi. Yaani anasema hivi, tangu saa 9 anakwenda asubuhi saa 2 mpaka saa 6 kwenye ofisi yake fulani. Labda ni mtu fulani, ofisi yote tu ya kawaida. Lakini tangu saa 9 labda mpaka saa 2 usiku anakwenda kwenye hivyo vyumba vya aina hiyo. Na anafanya kazi. Wanaume wanaotaka anaingia pale, akishaingia wakiziba pazia ndio taa inawaka nyekundu. Ndio maana ikaitwa Red Light Street. Kwa hiyo akifanya hivyo kuna taa nyekundu. Kwa hiyo ukiona taa nyekundu jua kuna mteja, kuna mtu unapita. Sasa kilichoshangaza zaidi ni kwamba hatimaye fedha zile kuna mtu mwenye ofisi hiyo, fedha zote zinakusanywa, hao jamaa wanalipwa mshahara. Kwa hiyo wewe umekaa na wanaume 5 kwa siku kutoka labda saa 9 mpaka saa fulani, unapewa labda mshahara wa wakati ule bado kuna kila nchi na hela zake. Hizi kama ni Deutsche Mark au Guild au nini, unapewa hela fulani. Yule mwenye mali anapata hela zaidi. Kwa hiyo unafanyishwa ndio kutumiwa biashara ya uzinzi. Unaona? Kwa hivyo yote hiyo inaingia katika kategoria ya ukatili wa kijinsia. Naam, ndio. Hiyo hata huku kwetu kule Kisutu. Mtaa wa Kisutu, mimi nilipokuja Dar es Salaam ule mtaa wa Kisutu ulikuwa hivi. Ule mtaa wa Kisutu na ule Independence kule walikuwa wanaita Magoti. Nakumbuka Magoti, ndio. Zote zilikuwepo kabisa kwamba ukipita tena ukiangalia maeneo ya fire pale. Lakini ule mtaa wote, street yote ya Kisutu ulikuwa hiyo ndio kazi. Ukipita kama pazia wao walikuwa wanaweka kate nyeupe. Ukikuta kate nyeupe imevutwa, mambo ya kuigia hayo. Kuna watu ndani. Vivi wasasa sikuwa tunapita nasoma zanaki pale. Kwa hiyo ukipita ukikuta, lakini ule sasa tutaita ni ukatili. Tutauhitaji ni ukatili wakati hiyo ni biashara.
Hapana, ni kutumiwa kwa ajili, unatumiwa kwa ajili, unatumiwa wewe bila ridhaa yako, kwa sababu wewe ni mhitaji wa fedha. Sawa, umetoka hapa, wamekurubuni, umekwenda nchi fulani bila hata kuhitaja. Mtu anakuambia anakwenda kukupatia kazi ambayo utakulipa, na ukifikiria matatizo ulio nayo nyumbani, unakubali kwenda ukiwa unatarajia kupata maisha. Umekwenda kule wakwambia hapa bwana ni biashara ya ngono, utapata hela kadhaa. Umeshafika na wanakunyang'anya passport. Unatolewa, lakini sasa Kwa hiyo ni unatumiwa kufanya hiyo biashara. Mimi nadhani ongelea daktari, tusiende nje. Tuangalie hapa kwetu Tanzania, Dar es Salaam. Watu wanatoka mikoani. Hawajaletwa na watu Kwa nini? Kwa sababu ama ameletwa wewe mwenyewe, lakini dhiki imemsukuma kwenda. Inaingia kwenye swala lako la ukatili wa kiuchumi, kijinsia. Ukatili wa kiuchumi, kuna jambo moja ulilitaja na mimi nikawaza uliongelea issue ya fursa. Kukosa fursa za kielimu, za afya. Ndio sasa kuna swala la ajira, tunatakiwa kwenda VETA sasa. Hapa sije tusiliongelee maana ni swala nyeti. Hapana, kwa hakika kukosa fursa, hicho anachokisema daktari nimemuelewa, sio wale walioletwa kwa kulazimishwa, lakini wanalazimika wenyewe ni kwa hali sababu ya kiuchumi. Hii ina maana kuna mahala fulani mfumo haujaandaa mazingira mazuri ya, kwa sababu kule uliko kusema kwenye mifumo ya social security funds mzuri, nikiwa nimeajiriwa, taasisi kampuni ikafa, immediately nikitoa taarifa naanza kupokea ile posho ya kujikimu kwa mwezi. Na ni waaminifu sana wale watu. Mwanafunzi amesoma, amemaliza, hana kazi, anapewa. Lakini siku akipata kazi, yani jamani, na ile anaikataa, hawezi akapokea huku ile ya msaada na huku anapokea maadili. Hapo tunaingia kwenye maadili. Sasa kukosekana kwa mifumo unaweza ukatili. Ndio, lakini swala sasa hapa kunaingia kwenye swala lingine la hapana, swala kwanza swala la VETA ulizungumza kupunguza ukatili. Njia mbalimbali za kupunguza ukatili wa kiuchumi. Kwa hiyo kabla ya kujadili hiyo kupunguza njia ya ukatili, na kuna kitu ambacho nakiona hapa, nadhani tuliwahi kigusia siku fulani. Watu wanalazimika kuingia kwenye ajira au kwenye kazi ambazo hawajazitaka. Kuna ishu ya watoto wa mitaani, wanatumwa na wazazi, nendeni mkajifanye huna wazazi, walishakufa. Kwa hivyo namkuta mtu yuko mtaani. Mimi nimefanya kazi kwenye kituo cha watoto, mnawasaidia, wanatoka mtaani, wanakuja katika kituo. Ukisikiliza maisha yao au story zao, wako watu wengine wanatoka kwenye familia ambazo zina uwezo, lakini kwa sababu ya mahusiano na nini, lakini wapo ambao wanalazimika. Mama, baba labda ni maskini kabisa, unakuta wako mtaani, wanakwapua mikoba ya watu wengine ndo hao kuomba. Sasa kuna hiyo pia. Tunaposema watu kutafuta fursa, wako wengine wanazitafuta kwa njia hiyo ambayo tunaona hapa Sinza, hawa kina mama, lakini kuna hawa watoto wa kiume na wa kike wanarandaranda mitaani, na hata hapo Mwenge unakuta wapo wengi. Hiyo nayo tuiweke katika kategori ipi? Ni ukatili wa watoto. Yani ni wazazi wanawatumia watoto wao kuwa ni kitega uchumi. Kwa hiyo badala ya mtoto kulelewa katika ile misingi kwa mtoto aende shule kama watoto wengine, badala yake anatumikishwa.
Hali kadhalika kuna wazazi wengine ambao wanatembea na vitoto, yani anatumia na kitoto kidogo kichanga, anatembea nacho mtaani, kinakuwa kama ni chambo cha kuombea msaada. Kwa hiyo tayari yule mama anamkatili yule mtoto ambaye alitakiwa atulie naye nyumbani. Kwa hiyo unakuta mama huyu, wengine unakuta sio lazima ukuta hawezi kufanya kazi. Wamama wengine hawataki hata kufanya kazi. Wanaona njia ni kuomba. Lakini akiomba mwenyewe akiwa mpeke yake hapati huruma. Anamkatili yule mtoto, anamtumia kama chambo. Anatembea naye mitaani asubuhi mpaka jioni. Labda mimi ningesema kuchangia hapa, sio tu ni kweli wazazi wana mchango, lakini sio tu wazazi. Unajua wakati mwingine wazazi watoto wanatoroka majumbani kwao kwa sababu mbalimbali. Wengine hata wazazi hawapo, walishafariki au hivi, lakini wakati mwingine sio, hili ni swala gumu kidogo. Mimi ningelidhani ni swala la kijamii, ni swala la kimfumo. Jamii sisi, mnajua katika jamii za Kiafrika kwamba mtoto hakuwa wa baba na mama tu. Mtoto alikuwa ni wa baba na mama kibiolojia, lakini na jamii nzima. Jamii ilikuwa ina wajibu wa kumlea na kumrekebisha na kumuongoza mtoto yeyote yule, kwa sababu sifa ya mtoto yule ni sifa ya jamii. Kupotoka kwa mtoto fulani ni kupotoka kwa jamii. Leo kulikuwa kuna clip moja rafiki yangu amenitumia, lakini nikamwambia sisi nyumbani kwa tunaifanya. Sisi wakati mimi nakuwa miaka ya 70, hiki kitu kwa tunakifanya. Ni kitu gani? Mnadhani mmeshaona hiyo clip ambako marehemu Rais aliyepita Magufuli yuko katika kanisa la Roman Catholic, anamuomba baba askofu achangishe fedha. Umeona hiyo bila shaka? Anamuomba kwamba baba askofu, ikiwa itakupendeza, tena anarudia, ikiwa itakupendeza, naomba nipate kitunga hiki nichangishe fedha za kujenga msikiti kanisani Roman Catholic. Baada akasema tena baba askofu, ikiwa itakupendeza, ninaanza na wewe baba askofu, wewe unanichangia ngapi? Lakini kabla sijasema, nina mlinzi wangu, hebu Alhaji simama. Nitatumia clip mtaona. Yule mlinzi anasimama, akasema huyu, jinsi sisi tunavyokuja hapa kusali, hata yeye huwa anakwenda kusali. Hawawezi kunialika mimi au mtu mwingine sababu kama msikiti wao nikahovyo. Sasa tutaendelea hivi mpaka lini? Unaona amekuja mpaka hapa. Baba askofu akaamka, Mheshimiwa Rais akachukua kitunga cha sadaka, akaanza kuchanga. Alipoweka pesa yake hivi, Alhaji na wewe njoo hapa, sema ngapi? Akasema hata kama una sasa hivi utazitoa. Sasa kwa nini natoa huo mfano? Kwa sababu wakati ule jamii ilikuwa, sisi Jumani tulivyoelewa, hatukuwa tuna kujenga msikiti au kanisa kwa sababu ni Wakristo au kwa sababu ni Waislamu. Hapana. Heshima ilikuwa ni kwa kijiji chote. Ikiwa kijiji fulani kina msikiti mzuri, ni heshima kwa kijiji. Kwa hiyo wote mnachangia msikiti ili kijiji chenu kiwe na msikiti mzuri. Waislamu watakwenda kusali huko. Waislamu wote walikuwa wanaungana na sisi kujenga kanisa ili kijiji fulani kiwe kanisa zuri. Ikiwa ni kanisa zuri, ilikuwa ni heshima kwa kijiji. Kwenda kusali ni kitu tofauti. Lakini kujenga mkao, mnajenga shule nzuri, mna msikiti mzuri, na kanisa zuri, ni heshima kwa kijiji. Hivyo kwa watoto. Ikiwa mtoto ana heshima, sio tu sifa kwa wazazi wake, ni sifa kwa kijiji, ni sifa kwa wilaya, ni sifa kwa ukoo. Ukoo fulani, tena utakwambia nenda kaoe kwenye ukoo fulani. Wao watoto wanajielewa. Ukoo fulani hapana, hiki na hiki ni sifa. Kwa hivyo watoto aina hiyo, narudi sasa katika jambo la msingi. Wakati mwingine sio swala la wazazi au hivi, ni swala la jamii nzima. Tumeshindwa wapi? Hata mimi siwezi kulaumu sana wazazi. Sisi wote tumeshindwa wapi kama jamii? Waachilia mbali na serikali. Kama jamii kuna mahali tuliposhindwa, na hapo ndipo nakuja kwenye swala la VETA. Watu wamfanya utani kuhusu VETA, lakini ina umuhimu wake. Kwa sababu bahati mbaya mfumo wa elimu ambao tumekuwa nao kwa karibu miaka 50 sio mfumo wa vitendo. Sio mfumo unaokupa matokeo. Ni mfumo unaoegemea kwenye nadharia zaidi. Kwa hiyo baada ya kutambua kwamba tumepotea, sasa wanataka wakupe mfumo ambao utakuwa na matokeo. Lakini wewe umeshamaliza chuo, huo mfumo utapata wapi?
Lakini VETA wanakufundisha mambo ya matendo. Kwa hiyo watu wasione aibu kurudi kule. Najua aibu, mimi na degree yangu bana nirudi VETA nikafundisha, mimi doctor PhD nikafundisha mtu wa VETA. Lakini ikiwa atanifundisha nikafanya kazi nikapata matokeo mazuri, kwani tatizo ni ile Mwalimu Nyerere alikuwa anasema hata Mama Samia itumia kwamba unapandisha mabega. Watani zangu Francis wasema anaweza kuwa shati imechanika lakini mradi amevaa tai. Sasa hiyo ni kupandisha mabega. Lakini wewe jishushe, kafanye kazi ile, jifunze kule, alafu wewe mwenyewe tumia hali yako ili uzalishe wewe mwenyewe. Wala utalewa na mtu. Ndio VETA. Lakini sasa anajua kuna utani umepita, unajua mimi na kwa taarifa yako Profesa, mimi nimeshapita VETA tayari. Safi sana. Yes, safi sana. Mimi ni seremara mzuri, nimeshapita huko. Sio wale ambao anakuwa ameweka kichwa anagonga kumbe kutoa kichwa kimembana. Lakini turudi kwenye swala la ukatili. Kwa kweli watoto, wazazi wana sehemu ya kuchangia, lakini jamii nzima kwa ujumla inao mchango wa kurekebisha ili mtoto arudi kwenye mstari. Sasa endelea daktari. Katikati ya yote, mimi kwangu bado narudi kwa wazazi. Swala la mila na desturi limeleta ukatili wa hali ya juu katika nyanja zote kwa wanaume na wanawake. Kwa mfano kwetu kijijini, mwanamke akimpiga mwanamke yule aliyempiga mwanamume anapiga kelele, jamani wananiua. Kwa hiyo watu wakija, yule mwanamume ameshapigwa sana, unaona msingekuja ningeua mimi wakati ameshachapwa. Na mabega ananyanyua kabisa. Afadhali ningeua mimi wakati yeye maskini ndio alikuwa nao. Kwa hiyo unakuta zile mila zimekandamiza wanaume, wakaonekana kwamba wao wana nguvu, wana haki ya kumkunguta mwanamke, lakini wao wakipigwa wanamezea. Ni kweli. Wanamezea kabisa. Masuala ya kurithi, hiyo ni mila ambayo zinaleta ukatili mno. Sisi kwetu pia ilikuwa kwamba ukifiwa na mme wako, shemeji yako ndo anakurithi. Hata nyumbani kwetu ilileta kiosi kabisa kwa sababu hiyo. Baba yetu Tendura alikuwa anaelewa, akasema hapana. Lakini unakuta wanaume amefariki, unatakiwa mdogo mtu akurithi, na akikurithi anakurithi kila kitu. Wakati huo ameoa tena. Ukatili ulikuwa ni mkubwa. Tunamshukuru Mungu sasa kila kitu sasa hivi ilipokuja masuala ya ukimwi, ndio ile swala la kurithi likapungua. Kwa hiyo ukimwi pamoja na mateso yote na matokeo yote, lakini ulipunguza sana kile kiwango cha ukombozi. Uleta ukombozi kwa kiasi fulani. Kule kumrithi mtu kabla hujajua huyo mume amekufa kwa tatizo gani au mke amekufa kwa tatizo gani, hilo likasimamishwa. Tunashukuru pia na kanisa likaingilia kati. Kwa hiyo unakuta kwamba mila potofu zimechangia sana kwenye ukatili. Kuna wengine, makabila mengine, mume akifa wewe mwanamke unarudi kwenu. Wewe ni ukatili. Wewe umeshakaa kwa mume, umezaa watoto. Joyce, mimi hapa nilipo unanirudisha kwetu. Kwenu wapi? Unaona? Wapi? Kwani kibibilia kwenu ni wapi? Sasa hivi kwenu ni wapi? Kwetu kwetu ni kwa wazazi wangu walionizaa. Kibibilia, mimi naongelea kibibilia. Biblia mimi sijui. Nataka nina point ya kuweka hapa. Kwa sababu kuna kuambatana na mume. Kibiblia mke akishaolewa harudi hana kwao tena, na ndio maana Mungu anakuja kusema yeye ni mume wa wajane. Yaani kibiblia kwenye agano la kale. Yaani ni miaka 60 bwana kuendelea. Lile agano la kale anapoagwa kama alivyoagwa Rebeka, anakwenda kuambatana na mume wake. Mume wake akifa, jamii na kanisa, kwa wakati ule sio kanisa, hekalu ndio linabeba hiyo responsibility. Kwa hiyo tukumbuke, umesema tatizo ni sasa tunasahau, kuna jambo tunalisahau kwamba kanisa ni jamii.
Yaani kanisa tunajisikia kama ni taasisi zaidi ya kiroho kuliko jamii. Lakini katika Agano la Kale hilo lilikuwa ni moja ya majukumu ambayo sasa hekalu lile lilikuwa likilea yatima na wajane. Ndio maana Mungu anasema yeye ni baba wa yatima na mume wa wajane. Kwa hiyo kimsingi nilichokuwa nitaka kusema daktari ni kusupport swala lako au hoja yako kwamba umri wako unapoambiwa kwenda kwenu wapi? Yaani huwa kimsingi hakutakiwi kutokea jambo kama hilo. Ndio, lakini tunaongea kwenye eneo la mila na desturi. Ndio. Yaani kuwa Mkristo, kuijua Biblia haikuondoi kwenye zile mila na desturi ambayo umezaliwa ukakulia. Haikuondoi. Uko pale pale. Ila uelewa wetu kwa kiwango kikubwa, unapozidi kuelewa ndivyo unaweza kupambanua ni kipi ufuate na ni kipi uache. Tumeongea mambo mengi na ni mashukuru wote, Daktari Joyce Chonjo, Profesa Mtembei, Mchungaji Lubadanja kwa michango kwa michango mizuri, na tumeshindwa kufikia lengo kwa sababu kuna swali la muhimu, tufanye nini katika ule wito wa kupinga ukatili. Kwa hiyo hili kwa leo tutaahirisha, lakini tutakutana tena, na nikukaribishe na kukushukuru mtazamaji wetu ambaye umefuatana nasi katika sehemu hii ya kwanza ya mada hii ambayo tumekuletea ya kupinga ukatili, na nikukaribishe tutakapoendelea na sehemu nyingine kama ni ya pili ama ya tatu. Lakini pia unaweza ukatuletea au katuma maoni yako kupitia akaunti yetu hiyo ya YouTube kwenye comments, lakini kuna namba zinapita pale chini za wachungaji wetu. Unaweza pia ukatuma maswali yako, lakini unaweza pia ukawasiliana nao. Tuna nafasi nzuri na kitengo kizuri cha counseling, na hili mchungaji atalisemea mwenyewe. Ni muombe daktari na profesa kwa maneno mafupi katika sehemu hii ya kwanza ya kuaga watazamaji wetu kabla ya mchungaji hajahitimisha kwa ajili ya pia kutoa mwaliko wa sehemu ijayo. Karibu daktari. Tunashukuru sana. Ukatili upo, lakini ni jukumu letu sisi kama Wakristo, kama watu waelewa, tunatakiwa tupinge ukatili. Na popote utakapoona ukatili wa aina yoyote, tuwe tayari kukemea. Naam, asante sana kwa watazamaji, wasikilizaji. Kwanza ni tuelewe sote, na tunaeleweshana. Hakuna wataalamu zaidi kushinda wengine, lakini labda ni sote kwa pamoja tunaungana kuelewa ukatili. Na kama alivyosema Dr. Chonjo hapa, tukisha uelewa ukatili ndio tunaingia sasa tufanyaje kupinga ule ukatili na kumaliza ukatili. Kwa hivyo nadhani kipindi kitakachofuata sio kwamba tumeshindwa, tunaahirisha sasa hivi ili tuwapatie watu maswali waulize, ili kipindi kitakachofuata sasa tuchangiane kueleza, kufafanua, kujadiliana kuhusu nini kifanyike ili jamii yetu iwe na vitendo vichache au vimalizike kabisa vya ukatili wa aina zote. Asante moderator wetu, na kushukuru kwa kazi uliyoifanya. Napenda tu kusema kwamba mjadala tulioufanya mahali hapa ni mjadala ambao serikali uangalie, kanisa liuangalie, jamii liuangalie. Ni mjadala ambao una manufaa, kwa sababu tumejaribu, hata kama hatujagusa kila kona, ninaamini ya kwamba ni mjadala ambao ni wa kuleta hamasa, kutusaidia. Niseme tu ya kwamba tunapojiandaa kwa ajili ya kipindi kingine ni kukaribishe, lakini wewe
ambaye labda sasa unajiuliza, hivi mimi labda kuna kitu hiki nilikuwa sijui, kumbe nafanya ukatili. Kwa mfano unajua, nakumbuka tu sasa, kuna watu wanalisha wanapika chakula, badala ya kula muda mzuri ambao ile mmeng'enyo ufanyike vizuri, mama kwa uzembe amependa tamthilia au sijui vitu gani, anaanza kupika chakula saa 4 usiku. Saa 7 huko mtoto ndo anaamshwa, njoo ule, na asubuhi mtoto aende. Mimi nadhani unajua eneo la ukatili ni pana, mengi hatujayagusa lakini ni ukatili ambao tunahitaji wakati mwingine tukukaribishe, tuweze kuyaangalia, na Mungu atatusaidia. Na watu hawa tulioketi mahali hapa, kila mmoja ametoa mchango wake. Mimi ningependa kusema tu ya kwamba kuna namba ya kila mmoja itapita mahali hapo. Kama una swali, unaweza ukapiga simu kwa injinia, unaweza ukapiga simu kwa daktari, unaweza ukapiga simu kwa profesa, unaweza ukapiga simu kwangu kama mchungaji na mwanasaikolojia. Unaweza ukasaidika, lakini pia unaweza ukatuandikia. Na zaidi ya yote, kama uko Dar es Salaam ungependa ufike hapa katika kanisa letu la Umoja, na tunaweza tukakutana na wewe. Hata labda unajisikia hatia, kuna kitu huna majibu nacho, unaweza ukatutafuta na tunaweza tukakusaidia. Lakini ukweli, tushikamane wote, viongozi wa dini, viongozi wa kimira. Najua wako wengine ambao mira hizo ambazo tumezungumza hapa, wengine ni mira zinazotuponza, zinazotusababishia mabaya. Hebu tukatae vitu kama hivyo. Basi tukukaribishe wakati mwingine. Mungu akubariki sana, akujalie neema, tujalie sisi sote tukutane kipindi kingine. Mungu akubariki na tubariki sisi sote katika kushiriki. Nimalize kwa kusema, kumbe hata mimi hapa nilikuwa darasani, nimejifunza vitu vingi. Naamini kila mmoja wote tulikuwa darasani. Basi nimefurahi kwamba wote tulikuwa darasani. Basi tunakukaribisha wewe ambaye ungependa kutoa ushuhuda kwa faida ya Watanzania na wanadamu wote. Namba yangu iko hapo na tunakukaribisha tena. Mungu akubariki. Bye bye.